Je, Raila ana hofu ya Ruto ama anajiimarisha kisiasa? Kwenye hili tutaangazia utiliaji saini na makubaliano kwamba wanafanya kazi pamoja mwaka 2027 na hawajapitisha makubaliano yoyote bali walipanga jinsi watakavyoukabili uchaguzi ujao. Haya ndiyo yalikuwa maneno ya kiongozi wa upinzani wa nchini Kenya Raila Odinga wakati wa mkutano wa wabunge wa chama chake cha ODM mjini Machakos. Raila alifafanua kwamba mpango wake wa kufanya kazi na Rais Ruto na utawala wa Kenya ulipaswa kukamilika mwaka 2027 na kwamba chama cha ODM hakijajifunga zaidi ya muda huo. Matamshi ya Raila yanajiri huku kura ya maoni ya Tifa nchini Kenya ikisema kwamba idadi kubwa ya Wakenya wanaimani kwamba kiongozi wa ODM Raila Odinga atamuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Waziri mkuu huyo wa zamani alisisitiza kwamba chama hicho hakijakosa mgombea wa mwaka 2027 na kwamba kitafanya maamuzi kulingana na michakato ya ndani na hata kisheria. Licha ya kwamba kiongozi huyo amekuwa akishirikiana na serikali ya Rais Ruto katika kile alichokiita broad-based government, yani serikali inayoshirikisha Wakenya wote, Raila aliwakumbusha wanachama wa chama hicho kwamba ODM haijapitisha makubaliano yoyote ya kumuunga mkono Rais Ruto kwa awamu ya pili. Matamshi hayo yamezua mjadala mkubwa nchini Kenya na hata kuwatia tumbo joto wale waliokuwa wakijiandaa kumuunga mkono Rais Ruto mwaka 2027. Sasa unaweza kujiuliza, je, matamshi haya yana maana gani? Raila Odinga ameanza michakato kadhaa ya kujiinua kisiasa baada ya miezi ya hivi karibuni kuonekana kushirikiana na Rais William Ruto, hatua ambayo imezua mgawanyiko mkubwa katika chama chake cha ODM. Kwa kudai kwamba chama hicho huenda kikawa na mgombea wake, Raila Odinga amejaribu kuwaonyesha tena wafuasi wake kwamba huenda akawa mgombea wa uchaguzi wa mwaka 2027.